Hujambo, mimi ni Awadhi Rashidi na hii ni Arusha One Radio. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema masalia ya wahusika wa mauaji ya kimbari ya FDLR bado yapo nchini Kongo kwa sababu wanamgambo wanafurahia kuungwa mkono na watu wale waliowaunga mkono waanzilishi wake waliofanya mauaji ya kimbari dhidi ya Watusi mwaka 94 na wanaendelea kuwakingia kifua na kuwalea. Rais Kagame amekosoa pia unafiki wa nchi za magharibi ambazo zinaendelea kudai kuwa waasi wa M23 AFC wanaungwa mkono na Rwanda, huku wakipuuza kwa makusudi kusema kwamba FDLR inaungwa mkono na serikali ya Kinshasa. Kagame amesema Rwanda imekuwa ikilaumiwa mara kwa mara kwa matatizo ya Kongo na jumuiya ya kimataifa ambayo inapuuza masuala ya usalama wake ambayo Kigali imeibua kwa miaka mingi. Tuliambia dunia nzima kuhusu wasiwasi wetu kwa hawa Interahamwe na mashambulizi yaliyofanywa dhidi yetu, lakini mara kwa mara wanapuuza wakisema kwamba FDLR ni wachache. Rais Kagame amesema na kuongeza, kutothaminiwa kwa kundi la kigaidi lililoidhinishwa na Umoja wa Mataifa kunamaanisha kwamba mashambulizi yake dhidi ya Rwanda yamepuuzwa. Hata hivyo amesema kwamba kamanda wa FDLR Jenerali Ezechiel Gakwerere aliyerudishwa Rwanda hivi karibuni pamoja na wenzake 13 walotekwa na waasi wa M23 sio tu watu wanaopigana katika msitu wa Kongo, bali ni uwakilishi wa tishio zima la itikadi ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Kundi la FDLR ni kundi la kigaidi lenye makao yake makuu nchini Kongo, lililoanzishwa na wanajeshi wa zamani wa jeshi la Rwanda na wanamgambo wa Interahamwe waliofanya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi. Jeshi hilo limejipanga upya na kuungwa mkono kuishambulia Rwanda mara kadhaa kwa jaribio la kupindua serikali ya Rais Kagame. Hata kabla ya vita na wakati wa vita, hatukuacha kuwatahadharisha watu kwamba hii ingesababisha matatizo, vitisho vya usalama vinavyoletwa kwetu, na kwamba hatutakubali, lakini tutafanya kila linalowezekana kupigana navyo, alisema Rais Kagame na kuongeza, huwezi kupata popote wanataja kuwa Interahamwe inaungwa mkono na serikali ya Kongo, lakini ni rahisi kwao kusema M23 inaungwa mkono na Rwanda. Wanafanya hivyo kwa makusudi, wanataka kuilaumu Rwanda na kuiadhibu atakavyo, Kagame alisema. Kagame alibainisha kuwa uasi wa M23 umekuwa ukiendelea kwa miaka mingi na unahusisha mikataba kadhaa ambayo ilitiwa saini zaidi ya miaka 10 iliyopita, lakini ilikiukwa na serikali ya Kongo. Kulingana naye, ukweli kwamba Kinshasa ilitia saini mkataba wa M23 ina maana kwamba inaamini matakwa ya M23 ni halali na yanapaswa kuheshimiwa. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amedai hadharani nia yake ya kushambulia na kupindua serikali ya Rwanda, na jumuiya ya kimataifa bado imekuwa ikipuuza hilo. Rwanda imekiri kuwa itadumisha hatua zake za kujihami kwenye mpaka maadamu tishio la FDLR bado lingalipo. Na tuelekee huko nchini India ambapo Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amethibitisha msimamo wa India kuhusu amani na diplomasia, akisema nchi yake iko tayari kuwa mpatanishi kati ya Urusi na Ukraine. Katika mahojiano na mtangazaji maarufu wa Marekani Lex Fridman ambaye ana asili ya Urusi na Ukraine, Modi amesisitiza kwamba uongozi huko Kiev lazima ushiriki katika mazungumzo ili kuleta azimio la amani. Ukraine inaweza kufanya mijadala mingi na washirika wao, lakini haitazaa matunda. Majadiliano lazima ajumuishe pande zote mbili badala yake, Modi alisema kwenye podcast hiyo, akiongeza, hapo awali ilikuwa ni vigumu kupata amani, lakini sasa hali ya mambo inatoa fursa mazungumzo yenye maana na yenye matokeo, akirejelea msimamo wa muda mrefu wa India kuhusu mzozo wa Ukraine ambapo imekataa kuunga mkono upande wowote licha ya shinikizo kubwa kutoka kwa washirika wake wa magharibi, hasa Washington. Modi alisema na nanukuu, ninawakilisha nchi ambayo ni ardhi ya Bwana Buddha na Mahatma Gandhi. Hizi ndizo nafsi kuu ambazo mafundisho, maneno, matendo na tabia zao zimejitolea kabisa kwa amani. Modi alisisitiza kwamba uhusiano mkubwa wa kidiplomasia wa India na Urusi na Ukraine unaiweka katika nafasi ya kipekee ya kuwezesha mazungumzo, akisema na nukuu, nina uhusiano wa karibu na Urusi na Ukraine pia. Ninaweza kukaa na Rais Putin na kusema kwamba huu sio wakati wa vita, na pia ninaweza kumwambia Rais Zelensky kwa njia ya kirafiki kwamba, ndugu yangu, bila kujali ni watu wangapi wanasimama nawe duniani, kamwe hakutokuwa na azimio la amani kwenye uwanja wa vita. Kiongozi huyo wa India pia alibaini kuwa nchi yake inaweza kuchukua jukumu la upatanishi ikiwa itahitajika. Tunasimamia amani na popote tunapoweza kutenda kama wapatanishi, tumekubali wajibu huo kwa furaha, alisema Modi aliashiria matokeo mapana ya kimataifa mzozo wa Ukraine, hasa athari zake kwa ukanda wa kusini ambao kama vile New Delhi inavyojadili mara nyingi ulikabiliwa na shinikizo la kupanda kwa bei za nishati na chakula. Kumekuwa na mateso mengi hata katika ukanda wa Asia
na Asia imeteseka. Dunia imekuwa ikikabiliwa na tatizo la chakula, mafuta na mbolea, alisema Modi, akitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuungana kwa pamoja kutafuta amani kati ya Urusi na Ukraine. Modi ameweka wazi kuwa India haiegemei upande wowote katika mzozo huo, lakini badala yake inasimamia katika amani. Kwa upande wangu, siku zote nimeshikilia kuwa ninasimamia amani. Mimi sina upande wowote, nina msimamo na hiyo ndiyo amani, alisema Modi.